Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba ameagiza wizara, taasisi na mashirika ya umma kupunguza matumizi yasiyo ya lazima ili fedha hizo zitumike kujenga na kukamilisha miradi ya maendeleo. Hii ni miongoni mwa yaliyoibuka katika ziara ya Waziri Mkuu wa Tanzania aliyoifanya Januari 23 jijini Mwanza, ambapo kiongozi huyo alishuhudiwa kushiriki shughuli mbalimbali zenye maana katika maendeleo ya mkoa wa Mwanza. News Update Media imekuandalia kwa ufupi mtiririko wa shughuli alizozifanya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Tunaanza na agizo hili. Mheshimiwa Waziri, angalia hiyo ni sheria gani inayosema hiyo? Tunataka watu wote wa serikalini na wa kuchaguliwa wawe busy na mambo yanayowahusu wananchi. Tutaangalia yote. Kila siku natoaga mfano. Mbona walimu wameweza? Mwanafunzi ukipeleka fomu kwa mwalimu mkuu, itaenda mpaka baraza la mitihani na majibu yatakurudia hapo hapo, haufuatili chochote. Kwingine kwa nini mwananchi mmoja mmoja ahangaike na tatizo lake? Wengine mpaka waende kwa viongozi wakuu. Tukishanyoshana kwenye haya ndio tutafuata itifaki na ustaarabu. Hapa kwanza lazima tunyoshane kwanza kwenye haya. Ni kauli iliyodhihiri katika kinywa cha Waziri Mkuu wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba akiongoza hafla ya uzinduzi wa safari za meli mpya ya MV New Mwanza katika bandari ya Mwanza Kusini jijini Mwanza. Kiongozi huyo amebainisha ipo haja ya kufanya mapitio katika wizara, taasisi na mashirika ya umma juu ya matumizi ya fedha yasiyokuwa lazima na badala yake kuelekezwa katika utimizwaji wa miradi mbalimbali. Zipo fedha ambazo tukiziondoa huko hatuathiriki. Na bahati nzuri nimeshakuwa serikalini kwa muda mrefu, najua hiyo mianya, naijua. Tumepita hapa mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka kwenye sherehe. Kwa mazoea tunaona taasisi za umma kila moja wanatumiana kalenda, wanatumiana vikapu vya vinywaji, wanatumiana kadi, maua. Acheni vinywaji, kila mtu anywe kwake, kila mmoja anywe kwake. Kalenda tumieni zile zilizoko kwenye simu. Haya mambo ya mazoea tu, tunatumiana kalenda zipo hata kwenye simu. Kila wizara kateni matumizi hayo mengineyo ambayo tukiyakata hayaathiri shughuli za msingi za taasisi zetu. Kateni kalenda zipo kwenye simu, zipo siku hizi kila eneo. Kwanza ukigusa tu unapata tarehe ngapi, kama una tatizo la kukumbuka tarehe ni lini. Maua, vinywaji, mapambo, visherehe, kusherehekea. Naendelea kuona vibali vya ununuzi wa magari. Tujenge kwanza barabara ndio tununue magari. Kateni mbaki, mwache tu tusiguse ya vyombo vya ulinzi na yale ya kubebea wagonjwa. Kwingine huko kateni, tumalizie hizo barabara ambazo wakandarasi wako site hawajapata fedha za awali. Haya mambo ya mazoea, mambo mengine yalishapitwa na wakati. Tusilazimishe kuishi maisha ya zamani wakati tuko leo hii. Wangapi leo hii kwamba watashindwa kupanga jambo kwa sababu hawajapata kalenda hizi za kuning'iniza ofisi? Si kila simu ina kalenda? Ukiiwasha tu inakuambia leo ni tarehe ngapi. Hata simu ya tochi inasema leo ni tarehe ngapi. Kwa nini mataasisi yote, wizara zote, mataasisi ya umma yote, kila moja mazoea ya zamani unatengeneza ya nini? Ukiachilia mbali maelekezo hayo kuhusu kukamilika kwa ujenzi wa meli mpya ya MV New Mwanza ambayo ilikuwa ni matarajio ya wengi kushuhudia kuanza kutoa huduma kwa wananchi, sasa ndoto imetimia.
Safari ya miaka 7 ya ujenzi wa meli hii kubwa na ya kipekee katika nchi za ukanda wa maziwa makuu iliyoanza kujengwa tangu mwaka 2019, ukamilifu wake, taifa linajivunia kuwa na chombo chenye kutoa uhakika wa usalama wa safari za majini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ujenzi wa meli hii umetumia gharama ya takriban shilingi bilioni 120.562. Kama alivyosema mtendaji mkuu wa Tashiko, mradi huu umetekelezwa na kampuni ya Guest Intake Company Limited na kanuni zote kutoka Afrika Kusini kwa ushirikiano na Suma JKT. Ushirikiano huu umewezesha uhamisho wa teknolojia na uzoefu kwa wataalamu wetu wa ndani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati serikali ya awamu ya 6 inapoingia madarakani, mradi huu ulikuwa umefikia asilimia 40 tu ya utekelezaji wake, huku mkandarasi akiwa amelipwa shilingi bilioni 40.644. Tunaishukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo imewezesha mradi huu kukamilika kwa kutoa fedha zote ambazo ni shilingi bilioni 79.98 ambazo zimewezesha mradi huu kukamilika. MV New Mwanza haina tofauti na kijiji kinachoelea, ukitembea na wakazi zaidi ya 1000, kwa kuwa ndani ya meli kuna huduma za maliwato, maji safi, viyoyozi, majiko makubwa, sehemu za kuhifadhi chakula kwa muda mrefu, huduma ya kwanza kwa wagonjwa, chumba cha wazazi na mfumo wa hifadhi wa maji taka. Kutokana na upekee wake, meli hii inatarajiwa kuchochea utalii hususan katika kanda ya Ziwa Victoria na nchi jirani za Kenya na Uganda. Tayari tuko kwenye mazungumzo na wenzetu wa TTB. Ephraim Mafuru BG wa TTB huyu tumeshaanza kufanya mazungumzo, tunataka kufanya meli iwe cruising ship ili tuweze kwenda na dhana ya Mheshimiwa Rais ya kukuza utalii katika nchi yetu. Hii meli itatumika kwa kazi hiyo pia. Uzinduzi wa meli hii wala halikuwa jambo dogo kwa Bunge. Bunge itaendelea kuchukua jukumu lake la kushauri serikali pamoja na kusimamia serikali, lakini kubwa kurudisha fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo pamoja na utoaji wa jamii kwa ustawi wa Tanzania. Kuzinduliwa kwa safari za meli hii yenye uwezo wa kubeba abiria 1200, tani 400 na magari madogo 20 na makubwa 3 umefanyika pamoja na kudhibiti jina rasmi la meli kwa mujibu wa taratibu. Kuanzia leo itaitwa MV New Mwanza. MV New Mwanza. Mwenyezi Mungu ibariki meli hii, wabariki wote watakaosafiri kwa meli hii. Mwenyezi Mungu wape afya njema, weledi, busara na ujasiri watendaji wote wa meli hii, ili waongoze meli hii kwa usalama katika muda wote wa matumizi yake. Mungu ibariki Tanzania. Makofi mengi. Asante sana. Na sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kuwa umebatiza jina meli hii, naomba sasa utapiga honi ikiashiria sasa baada ya kumeibatiza chombo hiki kinatumika rasmi. Kimekuwa kwenye majaribio, kimewahudumia wana Mwanza, wana kanda ya Ziwa, na sasa honi yako inaalika matumizi rasmi. Na kwa shangwe na nderemo nyingi sana, karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuongozwa na nahodha atakuambia. Karibu sana. Uwekaji wa jiwe la msingi la mradi wa maji wa ujenzi wa matanki 5 na vituo viwili vya kusukuma maji ni miongoni mwa shughuli ambazo zimefanywa katika ziara ya kiongozi huyu. Kwa upande wa Butimba, awamu ya kwanza tumeweza kuzalisha lita milioni
48, lakini tunatoa malighafi lita milioni 1.8, na hivyo awamu inayofuata tutakwenda kujenga mtambo mwingine wa kuchakata maji na hivyo kuongeza lita milioni 48. Lakini kwa upande wa Capricorn tayari tunayo kandarasi CPT ambapo tayari amemaliza design ya kazi inachozuiliwa sasa ni advance payment ya awali ili aweze kuanza kazi, na pale kazi inayofanyika ni kukarabati mtambo uliopo, lakini vile vile kuongeza lita milioni 54 zaidi, na hivyo kuweza kuzalisha lita milioni 180. Mheshimiwa Waziri Mkuu, shabaha kuu ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ni kuhakikisha upatikanaji wa maji ya kutosha kwa wananchi. Na waelekeza makandarasi wote wanaopewa majukumu haya, na Mheshimiwa Waziri amesema hapa hawana kisingizio. Fanyeni kazi, hata kama mtafanya usiku na mchana, fanyeni hiyo kazi, wananchi wapate maji kwa wakati. Hatuna kisingizio na hatuna muda wa kusubiri. Na mimi kwenye hili sina mchezo nalo kabisa. Wawaulize wale wakandarasi wengine nilikopita nikakuta wanafanya mchezo. Mmoja alikuwa mgeni akadhani tutamuogopa kwa sababu anaongea Kizungu. Nikamwambia mwekeni ndani na mnyang'anye passport mpaka tumalize hili jambo. Na mwingine kule nikawaambia hivyo. Na Mheshimiwa Waziri amekuwa mfano kuwafuatilia hawa kwa karibu. Lakini hivyo nimewaambia na watendaji pale tulipotoka. Nikawaambia wawe macho masaa 24. Kwa sababu nchi hii hatuna uhaba wa watu wa kufanya kazi. Ukifanya mzaha unapitiwa na fyekeo na kazi inaendelea. Tuna watu wa kutosha na wenye ari kubwa ya kufanya kazi. Na wale wazembe wala wasijifiche kwa kutumia mwavuli wa watu wanaofanya kazi vizuri. Wale wanaofanya kazi vizuri hatuna shida nao na tunawapongeza, na ndio waliojenga nchi hii mpaka ikafika hatua. Tunatambua kazi zao wanaofanya kazi vizuri. Lakini wale wazembe ndio ambao tunashughulika nao. Kwa hiyo popote pale ambapo watapewa mradi, tunataka kazi ifanyike kwa kasi. Lakini kazi si kuyaona maji kwenye matenki. Watu wanataka kuyaona maji katika mabomba yao. Hiyo kazi tunaiweza. Tumekuja na katibu mkuu, tutafanya kila linalowezekana kuhakikisha wana Rwanma, wana Kishiri, wana Luchelele, wana Buhangwa, wana Mkolani wanaenda kupata huduma ya maji safi na salama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkandarasi hana kisingizio, fedha zake zipo. Jukumu lake ni kuongeza nguvu kazi kuhakikisha huu mradi unakamilika. Nitumie nafasi hii kumpongeza mkurugenzi wa mamlaka ya maji ya jiji hili la Mwanza, ndugu yangu Deli. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeshuhudia baadhi ya wakurugenzi wanakuwa ni mainjinia. Huyu ni mwanahabari tu, lakini kazi ambayo anaifanya, mimi waziri wake nasema anatosha mpaka change inabaki. Mpigie makofi mengi sana. Na nimuombe na nimtake katibu mkuu wa wizara yetu ya maji, amekuwa kikaimu muda mrefu, barua yake itoke awe mkurugenzi kamili katika mamlaka yetu hiyo MWAUWASA. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nataka niwaambie ndugu zangu wana Nyamagana, ukisoma tenzi za Rohoni zinasema unapotembea na kuzuru wengine usinipite Mwokozi. Hatutowapita wala hatutowaacha. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante sana. Awali Waziri Mkuu Daktari Nchemba alitembelea na kukagua kituo jumuishi cha kikanda cha uratibu, utafutaji na uokoaji ndani ya Ziwa Victoria. Kwa wale watendaji watakaosimamia jambo hili linahusisha masuala ya kidharura. Wasisinzie wala wasifanye mzaha, kwa sababu ukisinzia kidogo tu inaathiri maisha ya watu wanaokwenda maji. Amesema mwenyekiti hapa, ukizoea tu kuambia leo ziwa limechafuka, unasababisha matatizo kwa uzembe wa kuona, wakati tuna vifaa vya kisasa ambavyo na nchi zilizoendelea ndivyo vinavyotumia. Ukipigiwa simu ukaacha kupokea,
ukawabize una chati naangalia katuni kwenye simu yako, ukapitwa na simu ya mtu ambaye anahitaji msaada wa dharura, unakuwa umesababisha madhara kwa yule ambaye alikupigia, huku serikali imewekeza kwenye chombo cha kisasa cha kuokoa maisha ya wenzetu. Sasa hawa watakaokaa hapo wajue wako kwenye kazi inayookoa maisha ya watu, tena kwenye masuala ambayo utekelezaji wake ni wa dharura. Tumekuja hapa kushuhudia jambo kubwa sana ambalo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mapenzi ya dhati pamoja na wewe msaidizi wake mmeona mwape zawadi Wanamwanza. Wapo Wanamwanza wengi waliokuwa kwenye mnyororo wa thamani ya uchumi wa buluu ambao ni kwenye Ziwa Levi. Wamepoteza maisha na wengine walipotea hatukujua walipo. Kuna vyombo vimepotea hatukujua vilipo. Lakini vyombo hivi ambavyo leo amewekeza zaidi ya shilingi bilioni 19, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni fedha nyingi, lakini amethamini maisha ya Watanzania, binadamu hawa Wanamwanza. Katika bilioni 19 amethamini mali zote zinazoingia kwenye Ziwa Victoria zitaonwa na zitakuwa na uwezo wa kuweza kuokolewa zisipate madhara yoyote. Amethamini uchumi wa Wanamwanza kwa sababu uchumi wetu sehemu kubwa ni ziwa hili, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hiyo amelinda uchumi kwa kuweka zaidi ya bilioni 19 katika mradi huu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumekuwa na matatizo makubwa matatu katika ziwa hili. Tatizo la kwanza ni la usalama kwa upande wa uokozi ambalo sasa linatatuliwa. Lakini la pili ni la usalama kwa upande wa majangili na uhalifu. Na la tatu ni udhaifu wa usimamizi na uhifadhi wa rasilimali za uvuvi. Yote matatu yana maelekezo mahsusi ndani ya ilani, lakini maelekezo mahsusi ya Mheshimiwa Rais. Hili limekwisha, lakini utakumbuka kwenye vikao vya kiserikali, na wewe ni msimamizi wetu mkuu, Mheshimiwa Rais ameelekeza kuimarisha mifumo ya ulinzi na usalama katika maziwa yote nchi nzima na bahari, ili kukomesha vitendo vya uhalifu, unyang'anyi na wizi vinavyoendelea. Na mimi nimeshatembelea mikoa yote ya kanda ya Ziwa. Mambo yaliyokuwa yanalalamikiwa ni mambo matatu hayo. La kwanza, kwamba samaki wanaisha kwa sababu ya uvuvi usiozingatia sheria. La pili, usalama wa wavuvi si mzuri wa kuilisha. Na la tatu, wanapopata majanga hawapati uokozi. Sasa niko hapa kuthibitisha kwamba yote yaliyoahidiwa hayo matatu wakati wa uchaguzi yote yatatekelezwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tupende tu kushukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuleta mradi wa kihistoria katika wilaya yetu ya Ilemela. Ni uhakika kwamba wavuvi wote sasa watakaovua katika ziwa hili watakuwa salama. Tutakwenda kuokoa maisha ya ndugu zetu, ya wananchi wetu wa jimbo la Ilemela, lakini tunakwenda kuokoa mali ambazo zilikuwa zinateketea kwa sababu ya kukosa uokoaji ulio sahihi. Fedha bilioni 19.8 zimetajwa kukamilisha ujenzi wa kituo hiki, ikijumuisha jengo pamoja na ununuzi wa boti za kisasa, ikiwemo ya kutoa huduma za hospitali kwa ajili ya kusaidia wananchi endapo watapata changamoto ndani ya Ziwa Victoria.